Ndugu zangu, kama ambavyo nilikuwa siwatanii kuhusu Habil and Kabil, hata hili jambo la Epstein mimi siwatanii. Na leo nawaanzishia thread ya Operation Silver Link ambayo inaelezea namna gani urembo ulitumika kusafirisha binadamu kama ambavyo imetajwa kwenye files za Epstein. Inapozungumziwa Epstein files, watu wengi wanafikiria kwamba ni issue Marekani, hawajui kwamba wabongo imewahusu kwa kiasi gani. Sasa ingawa wabongo wengi wanafikiri hili jambo liwahusu, nyaraka za siri za Sub-Saharan Project 04 zinaonyesha mchezo mchafu uliokuwa ukifanyika kati ya hoteli za kifahari Zanzibar, Stone Town, na zile zilizoko Nairobi, Karen, huku wakitumia mbinu ambayo kitaalamu inafahamika kama the scouting loop. Sasa mwanaharakati mmoja ambaye zamani alikuwa muandaaji wa mashindano ya urembo, hatutomtaja tena, alikuwa anatumia code name ya The White Butterfly. Huyu The White Butterfly kazi yake ilikuwa ni kuchuja wasichana wenye umri wa miaka 16 mpaka 19 kwa mwamvuli wa shindano la urembo. File number EP-TZ-bank/09 inaonyesha miamala ya siri ambapo zaidi ya dola 450,000 za Kimarekani ziliingizwa kwenye akaunti ya Shell Company iliyosajiliwa Mauritius. Na fedha hizo ziliingizwa kwenye akaunti ya mwanaharakati huyu moja kwa moja kwa ajili ya administrative costs za UMIS, yani gharama ya kuendesha mashindano ya UMIS. Wengi walidhani wanaandaa mashindano ya urembo ili kuwatafuta washindi wa mataji. That was very wrong. Kwenye human trafficking, mashindano kama haya huwa yanaandaliwa kwa ajili ya human grading, yani kuwapa hadhi wale binadamu kama bidhaa. Kwa sababu mtu akiwa mshindi, obviously dau lake litakuwa kubwa zaidi.